Yes, mambo vipi bwana? Sawa sawa, Digital Hope uko poa kabisa. Na leo niko na story ya kwa wale ambao wanafuatilia sana klabu ya Simba. Moja kati ya watu ambao walikuwa ni wadhamini au ambao walikuwa wanashughulikia swala zima la jezi na vifaa kutokea pale Simba Sports Club alikuwa ni tajiri Sunderland. Naweza kusema ni tajiri kwa sababu ni moja kati ya watu ambao pia walikuwa ni moja ya wadhamini au ambassadors ambao walikuwa wanahusika na masuala mazima ya jezi. Ikumbuke kwamba mkataba wake ulikuwa ni wa miaka miwili na sasa amekwenda kuumaliza, au tunaweza tukasema yuko mwishoni kwa kuweza kumalizia mkataba wake wa miaka miwili. Sasa watu wengi walihisi kwamba mshikaji ataweza kuendelea kuisimamia Simba katika masuala mazima ya jezi. So ameweza kusema yeye ndio itakuwa mwisho, na jana pia Simba wameweza kutangaza mdhamini wao mpya kabisa ambaye atashughulikia swala zima la jezi. Sasa mkataba wa miaka miwili wa kampuni ya Sunderland kuhusu uzalishaji wa vifaa vya michezo kwa klabu ya Simba SC ukiwa unaelekea ukingoni kabisa. Sasa klabu hiyo jana jioni iliweza kumtangaza mzalishaji mpya kabisa wa jezi zao. Sasa Simba wameweza kumtangaza kampuni ya Jairati kuwa ndio mzalishaji mpya kabisa na muuza jezi mpya wa jezi zao kwa kipindi cha miaka 5. Bana, mshikaji amekula dodo la miaka 5 na mkataba ambao unasema hivyo. Sasa katika mkataba huo mnono ambao wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 38 kwa pesa za Kitanzania, kwa mshikaji ameweza kuwekeza hapo. Sasa kwa mujibu wa mkataba, licha ya kampuni hiyo kuweza kutengeneza jezi za timu hiyo ya Simba, pia itajenga uwanja wa Simba Sports Club wenye uwezo wa kuchukua mashabiki kati ya 10,000 hadi 12,000, kuleta basi jipya la kisasa la timu aina ya Irazar, kujenga media ya club, ofisi na kutoa pesa shilingi milioni 100 kila mwaka za kusaidia vipaji kwa soka vya Simba Sports Club. Bana, mshikaji ameweza kujipangilia na kuweza kuwekeza katika klabu ya Simba. Sasa mkataba huu mpya unakuwa ni mkataba ambao uliweka rekodi ya kipekee kwa Tanzania na Afrika Mashariki, kwani imeelezwa kuwa kwamba hakuna klabu yoyote ya soka yenye mkataba wa thamani kama hiyo hapo. Bana, noma sana. Sasa mwaka 2019 iliingia mkataba wa miaka miwili na UH Sports wenye thamani ya shilingi milioni 600. Mwaka 21 wakasaini mkataba wa miaka miwili na Vunja Bay wenye thamani ya shilingi bilioni 2, na mwaka 2023 waliingia mkataba wa miaka miwili na Sunderland wenye thamani ya shilingi bilioni 4. Sasa huyu mshikaji ambaye amekuja kwa sasa hivi anakuja na bilioni 38. Kwa wale wana Simba najua watakuwa ni taarifa njema kabisa wamepata kuisikia kupitia hapa Sawa Sawa Digital. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X. Bila kusahau YouTube, kisubscribe channel yetu utakometisha kinoma noma. Ciao.